Kheri na shari wakati mwingine ni mapokeo tu, hata ndani ya kinyesi kunapatikana mbolea. Karibu sana mtazamaji katika Street Dawa maalum ndani ya Dhulhijja. Ni Street Dawa ya kuwatafuta washiriki katika fainali ya kugombania mbuzi, lakini kila mshindi ambaye atafanikiwa kushinda swali letu katika kipindi chetu atapata zawadi. Je, ni zawadi gani? Nyuma ya kamera iko Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana Mali Mashi, na leo swali langu linasema hivi: waniambie ni siku gani katika mwezi wa Dhulhijja Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema atakayefunga siku hiyo fadhila zake anasamehewa madhambi ya miaka miwili. Hiyo ni siku gani? Wewe unajua? Kama unajua haya, kama hujui tukawasikilize wale ambao nitabahatika kukutana nao. Nifuate. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Sabri safu bwana. Mtume Muhammad unamjua? Nasikia sio namjua, namsikia sababu mtu kumfahamu kabisa. Anaishi wapi? Anaishi wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au sio? Alikuwa anaishi Maka Madina. Maka Madina. Hao basi unamjua wewe. Sasa Mtume amesema katika siku ya mwezi wa Dhulhijja ambao ndio tuko nao, kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka miwili, si ndio? Hiyo siku inaitwaje? Kwa kusema kwa wangu sifahamu. Haya bwana, hiyo inaitwa siku ya Arafa bwana. Siku ya Arafa. Jumanne hapo. Muhimu sana kufunga mwanangu. Au sio? Asante sana. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Mtume Muhammad unamjua, unamsikia? Namjua. Anaishi wapi? Tumemsikia tu namsikia tu. Anaishi wapi umesikia? Hapo ndio mtihani atasema wangu hapo, hapo mtihani sio. Unajui kama anaishi Dar au Tanga? Na hapo anaishi Dar na unaishi anaishi hapa Dar. Maeneo gani labda? Sababu Dar es Salaam kubwa hii. Usikia lakini wewe tunakusikia lakini. Unaposikia anaishi Dar, ila unajua anaishi Dar sehemu gani? Sasa huyo Mtume bwana amesema, lakini sio anaishi Dar. Amesema kwamba katika mwezi wa Dhulhijja huu ambao tuko nao, kuna siku ukifunga fadhila zake unasamehewa madhambi ya miaka hii. Hiyo siku inaitwaje? Shanga bado mkubwa sana. Mtani mkubwa sana. Bwana sio mkubwa huo. Brother hapa nakusaidia. Kakaangu njoo bwana tuongee mama. Njoo bwana. Shehe wangu alivaa barakashia huyo hapa. Huyo anatoboa huyo. Niambie. Poa stars. Unaitwa nani mwanangu? Naitwa Ali. Ali, unamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume namsikia. Unasikia anaishi wapi unavyojua wewe? Nilisikia anaishi Maka. Maka? Yuko hai bado sio? Hamna. Haipo hai sasa hivi. Amekufa eh? Sasa Mtume kabla hajafa alisema kwamba kuna siku katika mwezi wa Dhulhijja mtu akifunga hiyo siku anasamehewa madhambi ya miaka hii. Hiyo siku inaitwaje? Hiyo siku shi wangu umenitoka kidogo. Kweli? Mambo anajua huyo hapa. Ngoja kukusaidia. Wewe unajua? Niambie. Siwezi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ramadhani. Ramadhani, swali langu umelisikia? Swali lako nimelisikia lakini nimeshe sielewi. Bro, tusaidie. Mwenyewe limetoka kidogo. Wewe si unampemba mwenyewe? Ila limetoka kweli. Unajua Pemba kwa vizuri kwenye dini. Wewe unaniangusha sasa. Ila limetoka tu kidogo. Siku ya Arafa bwana hiyo. Sawa. Siku gani? Arafa. Kwa ikifika hapa tujitahidi tufunge. Tusamehe madhambi ya miaka miwili. Sawa. Basi shukrani sana. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Mtume kabla hajafariki alisema katika huu mwezi wa Dhulhijja ambao ndio tuko nao, kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Ni ngapi? Hiyo siku inaitwaje? Ni siku gani hiyo siku hiyo? Sifahamu. Pole bwana, hiyo ni siku ya Arafa. Sheikh, kusikia siku ya Arafa? Sheikh, kufunga hiyo siku? Jitahidi safari ufunge kama utakuwa uko fresh kiafya. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Tunani ndugu yangu? Muslih. Mtume Muhammad Sheikh Muslih unamfahamu? Naam, namfahamu. Alikuwa anaishi wapi? Ameishi alipozaliwa Maka. Naam, ameishi Maka alafu akahamia Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado yu hai? Ameshafariki. Sasa Mtume kabla hajafariki alisema kwamba katika huu mwezi wa Dhulhijja kuna siku moja mtu akiifunga hiyo fadhila zake anasamehewa dhambi ya miaka miwili, si ndio? Hiyo ni siku gani? Yaumul Arafa. Siku ya Arafa. Safi kabisa ndugu yangu, umepata, tunakupa zawadi. Mashallah, hiyo 5000 ni kwako, ushindi wako zawadi, lakini pia hii hapa ni ticket. Ticket hii ni maalum kwa sababu umeshinda swali letu
moja kwa moja umeingia katika fainali ya kugombania mbuzi. Leo umeshinda swali, umepata shilingi ngapi? Mashaallah, shilingi 5000. Lakini siku ya fainali ukija siku ya Jumanne inshallah, ukishinda swali utapata mnyama mbuzi inshallah. Inshallah. Tunakuomba ukaribie sana. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Mambo vipi shaka wangu? Unaitwa nani ndugu yangu? Moshi. Nani? Naitwa Moshi. Moshi nani? Moshi Mohamed. Moshi Mohamed. Vipi unaelekea sokoni sio? Hamna toka hivi. Papai umenunua hilo ama umepewa? Nunua. Bei gani? 1000. Sasa Mtume Muhammad bwana Moshi unamjua? Anaishi wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko hai bado eh? Bado yuko hai? Haipo. Yuko wapi? Siko hai tena. Yuko akhera. Sasa Mtume Muhammad kabla hajaenda akhera aliwahi kutuambia katika huu mwezi wa Dhulhijja huu kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Hiyo siku ni siku gani eti? Hiyo siku sijui sasa. Sijajua. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Asalamu alaykum habib. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Yako bana. Alhamdulillah. Una barakashia nikasema huyu ndo mwenyewe. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Haji Saidi. Haji Saidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unamjua? Namjua, natambua. Anaishi wapi? Mtume sikashafariki bana. Kumbe kafa. Sasa kabla mtume hajafa alituambia katika huu mwezi wa Dhulhijja huu kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Hiyo ni siku gani? Bado sijaitambua. Sijaitambua. Kweli? Ngoja shehe wako akusaidie. Sheikh wangu, asalamu alaykum wa rahmatullah. Wa salaam tullah. Ya habari habib? Alhamdulillah. Unaitwa nani ndugu yangu? Hamis. Sheikh Hamis, unamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam. Anaishi wapi? Anaishi, alikuwa anaishi. Alikuwa anaishi wapi? Ataishi vipi wakati mtu kashakuwa maarufu? Kumbe kishakufa. Shekhe bana. Sawa. Sasa kabla mtume hajakufa aliwahi kusema katika huu mwezi wa Dhulhijja huo mfungo 3 ambao ndio tuko nao. Ndio. Kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Si ndio? Tunakubaliana hapo? Hiyo siku ni siku gani? Siku ya hiyo wanasema ya Arafa, lakini hii siku ambayo kule wanasimama. Safi kabisa. Siku ya nini? Ambayo kule wanasimama. Ambayo inaitwaje? Ndio hiyo Arafa. Safi kabisa, siku ya Arafa. Unaitwa nani Habib? Hamis. Bwana Hamis, wewe umepata maswali mwasumbua watu sana ile. Kweli. Bwana zawadi yako hii hapa. Kaza kama kweli. Mfungua tume kwenye basha kuna nini? Huko kuna pesa. Na nini? Alafu kuna tiketi. Sasa tiketi nitakupa maelekezo. Pesa ya kwako utajua cha kufanya. Lakini hii tiketi kwa sababu umeshinda swali moja kwa moja umeingia kwenye fainali ya kugombania mnyama mbuzi. Unajua siku hiyo tulikuwa tuwachinje? Ndio, ni siku ya kuchinja. Leo umekuuliza swali umeshinda, mmekupa nini? Zawadi. Hiyo siku ya fainali ukija ukishinda unapata zawadi tena. Ambayo ni nini? Mbuzi. Safi kabisa. Kwa hiyo tunaomba uje kushiriki inshallah. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Katika huu mwezi wa Dhulhijja huu kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Hiyo siku ni siku gani? Hiyo siku sikuanzia juzi ilikuwa Sawa hiyo. Lakini uko unaijua mzee wangu? Naijua. Umeisahau, mimi nakukumbusha bwana. Hiyo siku ya Arafa hiyo. Usimwambie mtu mpaka tuondoke. Ndio. Asante sana. Sheikh wangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako habib? Salama kabisa. Mimi naitwa Abdullah Mash, natoka Kishki TV. Wewe unaitwa nani Sheikh wangu? Naitwa Mustafa Musa. Mashaallah, Sheikh Mustafa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unamjua, unamsikia? Namjua. Ulimwona wapi? Namsikia. Ulimsikia wapi Sheikh wangu? Namsikia kwenye vitabu. Okay, hivi alikuwa anaishi wapi yule? Yuko Maka. Sasa hivi bado yuko hai lakini? Yule ashafariki. Ashafariki yule. Sasa kabla hajafariki aliwahi kusema katika huu mwezi wa Dhulhijja ambao tuko nao sisi kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii. Hivyo siku ni siku gani? Hapo kidogo mtihani. Kweli? Ukakumbuka bwana, wewe unaijua hiyo. Hii kamera nimekushtua lakini hiyo siku wewe unaijua. Mtihani kidogo. Kweli? Basi shukrani bwana. Hiyo ni siku ya Arafa bwana. Sushe kusikia siku? Sushe kufunga? Na kesho kutwa hapa Jumanne kama kawaida. Basi inshallah. Haya. Allah kufanyia pesi bwana. Inshallah. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Kabla hajafariki mtume aliwahi kusema katika huu mwezi wa Dhulhijja ambao tuko nao kuna siku mtu akifunga anasamehewa madhambi ya miaka hii 2, si ndio? Hiyo siku ni siku gani? Nimesahau shehe. Kweli? Siku ya Arafa hiyo habibi. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Mtume Muhammad unamjua? Namsikia kwenye vitabu. Hivi alikuwa anaishi wapi yule? Wa Mtume Muhammad
Zama hizo alikuwa hapa kwenye ardhi ya hii tuliokuwa nayo sisi. Sasa Mtume alisema kuna siku katika mwezi wa Dhulhijja ukifunga unasamehewa madhambi ya miaka 2. Hiyo siku ni siku gani? Sijui. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Fadhili, unatokea wapi shekhe wangu? Mimi natokea sokoni hapa. Mashallah. Kofia unauzaje hizi? Kofia hizi kuna shilingi 12,000, kuna 10,000, kuna 20,000. Kofia kama hii unayo? Mimi nataka kama hii. Hiyo hapo sijabeba leo. Hiyo unazo? Ila ninayo. Hebu tuchukue namba zako. Naam. Unaelekea wapi shekhe wangu sasa hivi? Naelekea masjidi. Sawa, haujaswali dhuhuri. Basi tusikucheleweshe sana, tutakuza dakika moja tu. Mtume Muhammad unamjua? Naam. Alikuwa anaishi wapi? Nani? Madina. Bado yupo lakini, si ndio? Shafariki. Sasa kabla hajafariki Mtume alisema katika huu mwezi wa Dhulhijja tuliokuwa nao, kuna siku mtu akifunga fadhila za anasamehewa madhambi ya miaka hii 2. Hiyo ni siku gani? Ni siku ya Jumanne ambayo inaitwaje? Siku ya mfungo wa 3. Ndio ambayo inaitwaje? Hiyo hapo kidogo. Lakini siku ya Juma ngapi? Siku ya Jumanne. Mashallah, mzee wetu amepata. Dhulhijja. Inaitwa Arafa. Na ndio siku ya Jumanne. Hongera sana bwana. Mimi nakupa zawadi bwana. Zawadi yako hii hapa. Mfungue tuambie kwenye basha kuna nini hapa? Hapa bwana, alhamdulillah kuna shilingi 5,000. Hiyo 5,000 ya kwako. Na hiyo tiketi hiyo, kwa sababu umeshinda swali letu, umeingia kwenye fainali ya kugombania mbuzi. Inshallah. Huu mwezi tutakiwa tuwachinje. Kwa tutakualika siku ya Jumanne hiyo ambayo umeisema. Uje ofisini kwetu pale Al-Hikma, tutakuelekeza. Uje pale, uje kushindana tena maswali. Leo si umepata swali, umepata shilingi 5,000. Jumanne ukishinda unapata mbuzi. Inshallah. Natumaini utakuja inshallah. Nitakuja Allah kim. Street Dawa maalum ya Dhulhijja siku ya leo haina la ziada. Kumbuka leo nilikuwa maeneo haya ya Temeke, jirani kabisa na soko la Stereo. Bila shaka umeweza kusikia katika challenge yetu. Waliopata umewasikia, waliokosa umewasikia pia. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Mimi ni Mwana Male Mashi. Asante. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.